Uhali gani ndugu mtazamaji wa SUA SDA Church Media, ni kukaribishe tena kwa siku ya leo na kwa juma lingine ambalo linakuwa ni juma letu la pili katika robo yetu hii ya pili ambayo tumeianza toka wiki iliyopita. Na nikukumbushe kwamba somo ambalo tuko nalo ni kukua katika uhusiano na Mungu. Ndilo ambalo tutatembea nalo katika robo hii ya pili. Somo la kwanza lilikuwa ni kupima uhalisia, na tulikuwa na kitabu cha Ufunuo 3 kuanzia aya ya 14 mpaka 22. Na kwa wiki hii, kwa juma hili tutakuwa na somo ambalo linasema kumjua Mungu, limenywa katika kitabu cha Yohana 17. Utasoma sura yote, lakini kama utaona kunao changamoto sana, utasoma Yohana 17 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Leo pia tuko hapa, niko pamoja na walimu wenzangu. Mimi ambaye ni mwenyekiti naitwa Furaha Masara, lakini kwa upande wangu kushoto ninaye mwalimu mwenzangu ambaye yeye anaitwa Monica Doto. Ni mwalimu pia ambaye tutamsikia, ambaye tumeendelea kuwa naye toka somo lililopita. Lakini pembeni yangu hapa ninaye mwalimu wenzangu pia ambaye tutakuwa naye pia katika lesoni ya wiki hii, ambaye yeye anaitwa Anoida Mgimwa. Pia ninaye mwalimu mwingine ambaye tuko naye hapa katika studio, ambaye anaitwa ni Godi Kasimbo, ambaye tutakuwa naye pia akitupatia mawaidha na mambo kadha wa kadha kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Pembeni pale mwishoni tunaye mwalimu mwingine ambaye ni Lesia Kennedy, ambaye yeye naye pia tuko naye pamoja katika kuhakikishia kwamba unapata somo hili kwa ustahili na kwa utukufu wa Mungu. Nikukaribisha sana katika somo hili, na kabla hatujaingia na kuanza kupata dondoo mbalimbali kutoka kwa walimu, tupate ombi kutoka kwa mwalimu Lesia Kennedy. Karibu. Tuombe. Asante Mungu, umekuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu umeendelea kuwa mwaminifu. Asante kwa sababu umetufikisha katika kipindi hiki kwa mara nyingine. Tunakusihi Mungu mwema, ukae pamoja nasi, pamoja na mtazamaji pia tunapoelekea kujifunza. Roho yako Mtakatifu akatufundishe ili hatimaye tukaweze kufahamu iliyo kweli. Tunaamini utakuwa pamoja nasi, kwani tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. 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 Asante sana, ni kushukuru mwalimu Lesia. Sasa ili uweze kumfahamu mtu yoyote, haijalishi kwamba unamfahamu kwa jina, haijalishi kwamba unamjua kwa tabia ambazo umeelezewa, lakini kumfahamu pia na kumjua kwa sura ni vizuri zaidi, hasa ukipata picha yake ambayo iko wazi zaidi. Na pia katika somo la leo, mwalimu Godi, katika somo la juma hili tunasema kumjua Mungu. Sasa mimi natamani niweze kuipata picha iliyo wazi zaidi ya Mungu. Bila shaka hata mtazamaji pia anatamani pia kuipata picha iliyo wazi zaidi ya Mungu. Unaweza ukatupatia pamoja na mtazamaji picha iliyo wazi zaidi ya Mungu? Asante mwalimu Masala. Ili kufahamu picha iliyo wazi ya Mungu, tunazungumzia uhalisia wa Mungu. Wakati fulani tabia ya Mungu inakuwa imechafuliwa, na hivyo wanadamu tunashindwa kupata uhalisia wa namna ambavyo Mungu alivyo. Lakini tunaweza kutambua picha halisi ya Mungu kwa kuangalia tabia za Mungu. Mungu ana tabia zipi? Naweza nikakutajia miongoni mwa tabia chache ambazo Mungu anazo, ambazo amezifunua katika maandiko matakatifu. Ya kwanza imetajwa katika kitabu cha Waefeso 1 aya ya 7. Mungu ni mwenye msamaha. Mungu anasamehe kama ilivyo. Lakini tabia ya pili ya Mungu imetajwa pia katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 aya ya 9. Anaeleza ya kuwa Mungu ni mvumilivu, na uvumilivu usio wa kawaida. Lakini pia ziko tabia nyingi za Mungu, zikiwepo Mungu ni wa milele. Tafsiri yake Mungu anaishi milele, hana ukomo, hana mwanzo wala hana mwisho. Kwa hiyo tabia hizi ndizo zinatupa picha halisi ya Mungu. Asante. Asante sana. Bila shaka mtazamaji umepata kufahamu picha ya Mungu. Tabia yako ndiyo picha yako ambayo wewe ulionayo. Jina lako ambalo ulionalo, tunahitaji kupata picha yako ambayo tunaweza tukakufahamu vizuri na kujua vizuri zaidi. Tabia yako tunakujua. Bila shaka kwamba dunia hii imepoteza na giza limefunika watu, hatuwezi kujua tena tabia ya Mungu. Ni kwa nini pia ni muhimu? Na mtu anaweza kujiuliza, ni kwa nini sasa ni muhimu kujifunza ili tabia ya kujifunza picha ya Mungu? Ni kwamba shetani amepotosha kabisa taswira ya Mungu ambaye ni Mungu wa upendo, na wengi wametilia mashaka pia kuhusiana na Mungu. Kwa hiyo picha ya Mungu
tunaweza tukaipata kupitia tabia zake au tabia ya Mungu. Ingawa ufahamu wetu juu ya Mungu ndio shabaha ya mashambulizi ya mwovu Shetani, lakini Mungu anazidi kujidhihirisha kwetu kwa uwazi zaidi kupitia neno lake. Wakati mwingine tumekuwa tukisikia, bila shaka hata sisi tunafanya hivyo. Na Mwalimu Monica, mimi nimekuwa ni mtu ambaye nasikia sana, lakini pia hata kwenye maandiko naona kwamba mtakatifu mtakatifu ni Mungu wa mbinguni. Sasa kuna wakati mwingine neno utakatifu tunashindwa kulijua vizuri, na wakati mwingine tunatakiwa sasa tuujue utakatifu wa Mungu. Mimi natamani sana kuufahamu utakatifu wa Mungu. Nadhani naomba uweze kutujulisha mimi pamoja na msikilizaji kuhusu kuweza kujua utakatifu wa Mungu. Karibu. Asante mwalimu. Utakatifu wa Mungu, Yesu alipokuwa hapa duniani, yeye aliuthibitisha, alimtaja kwamba ni Baba mtakatifu. Tukisoma katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 3, Biblia inasema, Yohana 17 fungu la 11, Biblia inasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba mtakatifu, kwa jina lako ulionipa niwalinde hawa, ila wewe na umoja kama sisi tulivyo. Hapa Yesu mwenyewe anasema kwamba Mungu ni Baba mtakatifu, Baba mtakatifu. Kwa Yesu mwenyewe alizidisha. Lakini kwa wakati mwingine tunaweza tukatafakari utakatifu ni nini? Sabato ni takatifu kwa siku, kwa sababu kwa muda, kwa sababu Mungu ni mtakatifu pia. Lakini kwetu wanadamu utakatifu unaweza kuwa ni changamoto, kwa sababu tupo katika ulimwengu wa dhambi na sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini Biblia inaonyesha kwamba Mungu ni mtakatifu 100%. Tukiangalia katika tabia yake, upendo, uvumilivu, uongozi, ndipo tunapata maarifa na kuonyesha kwamba yeye ni mtakatifu na hana doa kabisa. Asante. Mungu ni mtakatifu, yeye amejidhihirisha hivyo kwamba hana doa kabisa. Kwa hiyo unavyokuwa unasema, unavyokuwa unasikia mtakatifu mtakatifu, tunazungumza kwamba Mungu ni mtakatifu ambaye hana doa wala hana dhambi. Lakini pia kujua utakatifu wa Mungu ni kujua kitovu cha tabia yake. Kwa hiyo utakatifu ndiyo tabia ya Mungu. Bila shaka ungelikuwa ni mtu ambaye unamsikia Mungu mtakatifu ambaye ana uovu, bila shaka ungekuwa na hofu naye, kwa sababu ni mtakatifu lakini sio mwema. Lakini Mungu wetu ni mtakatifu ambaye pia ni mwema na anatupenda sana, hata sisi anatupenda sana na kutujali sana. Hivyo kumjua Mungu kuna maanisha kuondoa uongo wote wa upotoshaji wa tabia yake. Tunayo haja kubwa ya kuweza kujua utakatifu wa Mungu, maana kujua utakatifu wa Mungu ni kujua kitovu cha tabia ya Mungu mwenyewe. Shetani kwa sababu amepotosha tabia ya Mungu, amepotosha upendo wa Mungu, na watu wengi wameweza kuanguka. Mwalimu Anoda, watu wengi sana wameanguka, ukizingatia kwamba wanamsema Mungu ni mtakatifu na wanasema kwamba Mungu ni mwenye upendo, lakini bado tunaona kwamba kuna mauaji na vitu vingine. Kwa hiyo shetani akifika sehemu anatusisitiza kwamba Mungu sio mtakatifu kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea. Sasa mtu huyu tunataka sisi tumrudishe. Tunataka pia tumfanye aweze kujua upendo wa Mungu jinsi ulivyo. Karibu uweze kutusaidia. Asante sana Mwalimu Masala. Kujua upendo wa Mungu ni swala ambalo sio rahisi kwa fikra za kibinadamu, kulingana na dhambi ilivyotuathiri. Tukiangalia tangu anguko la mwanadamu pale Eden, Shetani tayari ameshaweka udanganyifu kwa Mungu wetu si mwenye upendo, pale aliposema ya kwamba hakika mtakapokula mti wa ujuzi wa wema na mabaya mtakufa. Kwa hiyo hapo ndipo tayari Shetani ameshaanza kupotosha jamii ya binadamu ya kwamba Mungu si mwenye upendo tena. Kwa nini anamwangamiza binadamu aliyemuumba? Na kisababishi ni yeye. Hata dhambi kuanza mbinguni ni Shetani. Kwa hiyo tunaona kabisa upendo wa Mungu kwa binadamu ni dhahiri, tena ni hakika.
ila shetani amepofusha watu, amepofusha jamii ya binadamu wote ya kwamba Mungu ni mwenye upendo kwa binadamu. Tunawezaje kuutambua upendo wa Mungu kwa binadamu? Kitendo cha kumtoa Yesu kuja kumkomboa mwanadamu ambaye ameanguka dhambini si jambo rahisi. Tunathibitishiwa katika kile kitabu cha Yohana 3:16 ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini? Ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kujua upendo wa Mungu, tunaona kwamba tayari Mungu kumtoa Yesu ni upendo mkubwa sana kwa jamii ya binadamu. Hebu fikiria mwanadamu ambaye ameanguka dhambini, amekuwa mchafu, amekuwa chini tena chini zaidi. Mungu anaruhusu mwanawe pekee ashuke huko, aache enzi na utukufu na ufalme, anakuja kuzaliwa katika holi la ng'ombe, anakufa kwa ajili ya binadamu. Huo ni upendo wa pekee sana kwetu. Ijapokuwa shetani amepofusha watu na tumepotoka bila kumwomba Mungu atusaidie namna gani ya kutambua upendo wake, tutakuwa tukimwamini shetani ya kwamba kweli Mungu hana upendo kwa wanadamu, lakini Mungu ni mwenye upendo. Lakini kingine katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13, nitasoma mafungu machache kuanzia ule mstari wa 4. Inasema kwamba upendo huvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, na mengine yatakayokuwa yanaendelea utaendelea kujisomea. Mungu wetu ni mwenye upendo sana kwetu. Hebu fikiria, tujiulize mimi na wewe, ni mara ngapi tunafanya dhambi, Mungu anatuvumilia? Ni mara ngapi tunakwenda kinyume na yeye, anatuvumilia? Kwa hiyo sisi kama binadamu yatupasa tutambue kwamba Mungu ni mwenye pendo, tena pendo harisi kwetu sisi binadamu. Asante sana mwalimu. Asante sana. Kuna nataka kusema kwamba mambo ambayo yanatokea ya vurugu na kukosekana kwa upendo ni shetani ndiye ambaye alifanya mpango huo. Hakika. Akitaka kupoteza upendo wa Mungu. Ni kweli. Na ndugu mtazamaji, usije ukaingia katika mfumo ambao shetani ameutengeneza wa kutilia mashaka upendo wa Mungu. Maana yeye ndiye ambaye anatengeneza mipango mikakati ya kukufanya wewe utilie mashaka. Yeye anajua vizuri jinsi ambavyo Mungu alivyo wa upendo, na ndio maana afika sehemu anakutengenezea namna ya kutilia mashaka. Yaweza kuwa hata wewe Mwalimu Godi umefika sehemu shetani amekudanganya kwa namna fulani, unaanza kusema mbona kama kweli hivi kuna namna hivi. Na mara nyingi anatoaga point ambazo ukiziangalia ni kama inakuja, lakini kwamba haiwezi kufika kwa sababu umejiwekea msingi ambao ni mzuri ambao unakusaidia wewe. Na Mungu daima yeye ametafuta siku zote kuwa pamoja nasi katika uhusiano wa karibu zaidi. Lakini sio hivyo tu, licha ya kwamba picha yake ya upendo imepotezwa na mwovu shetani, lakini msingi wa upendo ni picha wazi ya Mungu mwenyewe. Na kuna wakati ambao sisi wenyewe tumefika sehemu, Mwalimu Lesia, bila shaka unaweza kuwa mashahidi kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Na kuna watu ambao hawamjui Kristo na wala sio wa Kristo. Maana wa Kristo wengi ndio tunajua kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Bila shaka hata mwalimu wenzangu pia mnaweza kuwa mashahidi kwa hilo. Sasa umekuta mtu ambaye sio Mkristo, unaweza ukamwelezeaje kuhusiana na Mungu pamoja nasi? Karibu Mwalimu Lesia. Asante mwalimu kwa swali zuri. Tunapo kumfahamu Mungu, Yesu amekuja kwetu akijifunua na kuielezea tabia halisi ya Mungu. Na katika Biblia ni dakika za mwishoni kabisa, Yesu wakati anajiandaa kwenda mbinguni anawaambia wanafunzi wake kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, ninakwenda mbinguni kuandalia makao, alafu nitarudi tena kwa ajili ya kuja kuwachukua. Lakini kuna mwanafunzi mmoja Filipo, yeye anasema kwamba anamuuliza Yesu kwamba sasa tutakujaje huko mbinguni, maana njia hatuijui. Lakini pia anamwambia kwamba Mungu tuoneshe Baba, wakimaanisha kwamba tuoneshe Mungu. Na Yesu anashangaa sana kwa sababu ameishi na wao wanafunzi kwa muda mrefu sana. Sasa anawaambia kwamba aliyeniona mimi amekwisha kumuona nani? Baba. Akimaanisha kwamba yeye amejifunua au amemfunua Mungu. Yaani Yesu sio tu kwamba anamuakisi
huyu Mungu, lakini pia anaifunua tabia ya Mungu na kutuonesha huyu Mungu ambaye ni Baba jinsi alivyo. Sasa jambo ambalo ni la pekee pia ni kwamba huyu Mungu amekuwa pamoja na sisi. Yesu, kitendo cha Yesu kushuka ulimwenguni kuishi maisha ya mwanadamu akifunua tabia ya Mungu, hii ndio Mungu amekuwa pamoja na sisi, kwa sababu kupitia huyu Yesu ndipo sisi ambapo tunafanyaje, tunamuona Mungu. Na wakati fulani tunaweza tukajiuliza, kwa sababu kuna wengine pia kwamba watu wanaamini kwamba pia ile ahadi ya kwamba Mungu pamoja nasi ilikuwa ni kwa wanafunzi kwa kipindi kile au watu wa kipindi kile. Yesu hakuishia hapo tu, kwa sababu huyu Mungu ambaye yuko pamoja na sisi ni yuko pamoja na mimi, pamoja na wewe, lakini pia pamoja na mtazamaji, yani mahali popote yuko na sisi. Sasa yeye ameahidi pia kuendelea kuwa pamoja na sisi. Hii ni ikimaanisha kwamba anatamani aendelee kuwa pamoja na sisi katika maisha yetu yote. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 20, kuna ahadi ambayo Mungu amewaachia wanafunzi wake, lakini pia ametuachia sisi leo kwamba atakuwa pamoja na sisi hadi ukamilifu wa dahari. Hii ikimaanisha kwamba yeye ni Mungu ambaye tayari yuko pamoja na sisi kwa wakati huu, lakini hata mwisho bado ataendelea kuwa pamoja na sisi. Lakini Agano la Kale pia limeelezea kwamba ni Musa wakati anaambiwa kwamba akawatoe wale watu utumwani. Musa anamwambia kwamba sasa nitakapoenda kumwambia Farao ni nani amenituma, Mungu alisema kwamba akawaambie yeye ambaye mimi niko, ambaye niko. Yani kwamba alikuwepo na bado yupo. Sasa ni huyu Mungu ambaye katika Agano Jipya anasema kwamba yeye yuko pamoja na sisi, yani Mungu pamoja nasi. Kwa Yesu ameifunua tabia ya Mungu, lakini pia katika maisha ya sasa huyu Yesu amemfunua Mungu, na hivyo sisi tunapata nafasi na fursa ya kumfahamu huyu Mungu kupitia maisha halisi ya Yesu akiwa hapa ulimwenguni. Asante sana Mwalimu Lesia, na kwa kusema hivyo unataka kumwambia mtazamaji kwamba unataka kumwambia mtazamaji kwamba Mungu pamoja nasi ni alikuja kwa namna ya Yesu, na bila shaka mpaka sasa Mungu pamoja nasi. Maana ukiwa unasoma katika kitabu cha Yohana 14, wakati Yesu anawaaga wanafunzi wake, aliwaambia hata waacha yatima, atawaletea msaidizi. Lakini pia Mathayo 1:23 anasema Emmanueli, Mungu pamoja nasi. Na ndugu mtazamaji, unavyokuwa endelea kutufuatilia, unatakiwa uzingatie mambo haya. Zingatia kwamba unaweza kujifunza kuhusiana na upendo wa Mungu kamwe. Unaweza kujifunza upendo huo kwa karne nyingi, lakini hauwezi kamwe kuelewa kikamilifu urefu na upana, kina na kimo cha upendo wa Mungu katika kumtoa mwanawe wa pekee. Ni upendo ambao ni wa namna ya kipekee sana. Ukianza kufikiria wewe kwa mawazo yako na kwa mawazo yangu ambayo tulionayo, ambayo sio ya upendo, ya kwamba nimtoe mtoto wangu wa pekee ambaye aweza kuwa ni kwa miaka karibia 20 umepambana kumpata lakini hujampata, lakini Yesu alitoka na akaja akatufia. Nikibaki kwako Mwalimu Lesia. Mwalimu Lesia, kuna wakati ambao wewe laweza kuwa kuna kitu ambacho katika Biblia au ni sehemu nyingine yoyote ambayo wewe umeweza kupitia. Sasa unaweza kutuambia nini ambacho kimesaidia zaidi kuimarisha ufahamu wako upendo kwa Mungu? Asante ndugu mwalimu kwa swali zuri. Ni kweli kwamba upendo wa Yesu ni mkubwa sana. Wakati fulani nikifikiria kwangu mimi binafsi, ninatafakari sana juu ya kile ambacho amekifanya kwa ajili yangu. Nikimaanisha kwamba kupitia kafara ya pale msalabani aliyoifanya, kwa sababu tukifikiria tu kwa maisha ya kawaida sio jambo rahisi. Yaani sio jambo rahisi mtu aamue kujitoa kwa ajili ya mtu mwingine. Yaani upendo wa Yesu ni mkubwa kiasi kwamba tunaweza tukajaribu kwa sisi kwa akili zetu za kibinadamu tukalinganisha na upendo wa mzazi kwa mtoto wake. Wakati fulani nikifikiria kwamba tunatanga mbali sana na Yesu. Yaani anajaribu sana kutubeba na sisi tunajaribu sana kujivuta, lakini bado hajatukatia tamaa na bado yuko pamoja na sisi akiendelea kututafuta. Kwa nikitafakari kile ambacho amekifanya, yani kukubali mpaka aibu ya msalaba kwa ajili ya maisha ya kwangu mimi na kile ambacho mimi ninakifanya, upendo wangu unaongezeka sana. Nafikiria sana kwamba huu upendo mbona sio wa kawaida
kwa nini amenipenda kwa kiasi hichi, na ndipo nagundua kwamba kipo kitu ambacho ana mpango mzuri kwa ajili ya maisha yangu, kwa sababu hatamani niishi milele katika dunia hii ya dhambi, dunia ambayo changamoto ni nyingi, magonjwa ni mengi, kila kukicha kunakuwa na matukio ya ajabu. Kwa hivyo nikitafakari kile ambacho amekifanya na lengo au mpango alioniwekea, nagundua kwamba huu ni upendo ambao ni wa ajabu sana. Lakini neno la Mungu pia nikisoma kupitia maisha yake aliyoyaishi, namna alivyojitoa kwa watu wengine, akisaidia watu waliokuwa na changamoto, akigusa mahitaji, ninagundua kwamba huu ni upendo ambao si wa kawaida. Kwa hiyo ninajaribu kuakisi kile ambacho anakifanya, nikitamani kufikia vile ambavyo yeye amefanya kwa ajili yangu. Asante sana kwa kupitia neno la Mungu, lakini pia maisha ya Kristo pamoja na ukombozi wetu ambao yeye aliweza kutupatia. Na tumejifunza kuhusiana na utakatifu pia wa Mungu. Mwalimu Monica, wewe ukijifunza utakatifu wa Mungu, ni jambo gani linalokuvutia zaidi unapokuwa unajua kwamba Mungu wako ni mtakatifu, kwamba hana uovu? Asante mwalimu kwa swali zuri. Mimi kwa upande wangu navutiwa sana na upendo huo, utakatifu wa Mungu, kwa sababu mtafakari mwalimu, kama Mungu angekuwa labda tuseme labda kiongozi mkuu wa wachawi, angekuwa na roho gani? Yaani anaforce labda watu wakaue watu ili walete nyama wale. Hebu tafakari, angekuwa na roho gani huyo? Hata mimi nisingekubali. Kwa mfano, kwa upande wangu nisingeweza kumwelezea shida zangu, nisingeweza kumwelezea haja za moyo wangu, nisingeweza kumwambia mahitaji yangu. Lakini upendo wa Mungu ambao umedhihirika na ni mkuu na hauna kigeugeu, umetufanya sisi kwenda kwake na kwa imani zaidi, lakini pia kwa upendo mwingi, kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Kusema katika kitabu cha Yakobo 1 fungu la 17, Yakobo 1 fungu la 17, Biblia inasema, kila kutoa kuliko kwema na kile kitolewacho kilicho kamili kutoka juu ushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Unaona? Biblia inasema wazi kwamba Mungu hana kufanyaje kugeuka geuka. Kwa hiyo hii inatupa ujasiri kumwendea na kumwelezea shida zetu, lakini tunapata nguvu na amani kwa sababu tunajua kabisa tuko sehemu salama. Asante. Asante sana. Utakatifu wa Mungu tunapata sehemu ambayo ni salama, lakini pia upendo wake tunapata kuona. Kwa hiyo kujua utakatifu wa Mungu ni jambo linalovutia sana. Na tunajua kwamba yeye ni Mungu ambaye anaweza, na kwa sababu hana uovu, maana yake hata sisi hata tukataa, hata tukaribisha bila shaka. Na upendo wa Mungu tunapaswa kudhihirisha, tunapaswa pia kuaksi. Mwalimu Anolda. Ndio. Tunapaswa kuaksi upendo wa Mungu. Tunaaksi vipi upendo wa Mungu? Kuaksi upendo wa Mungu ni sisi kuwa na mioyo ya dhati ya kufuata matakwa ya Mungu kwa binadamu, kimaanisha ya kwamba kuenenda sawasawa na maelekezo yake ambayo ametupatia, amri zake. Ya uwezi ukasema unampenda mtu unamtendea vitu ambavyo vinamuudhi, vinamkera. Kwa hiyo Mungu wetu anahitaji sisi tumpende kwa kuzishika amri zake. Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo ili tuakisi upendo wa Mungu, basi tutii matakwa yake, itakuwa tuna upendo wa kweli kwake. Asante sana. Kuweza kuakisi upendo wa Mungu ni kuweza kuishi kwa kuaksi kila ambacho yeye amekisema, hasa amri zake. Kumbuka pia kwamba alisema hakuna mwenye upendo kama yeye, ambao yeye alijitoa kwa ajili ya marafiki zake. Kwa sisi ni marafiki zake. Kama ni marafiki zake tunapaswa pia, maana mtu anasema kwamba nionyeshe rafiki yako nikwambie tabia yako. Kwa kama rafiki yetu yeye ana upendo, maana yake anasema tunatakiwa tuwe na nini? Na upendo. Maana bila kuwa na upendo, maana yake sisi hatuna urafiki na Yesu. Maana hata yeye anasema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu, lakini pia mtaishi kwa upendo kama ambavyo Mungu anatupenda. Mwalimu Godi yeye alituletea picha ya Mungu. Picha ya Mungu aliweza kutuletea picha iliyo wazi. Na wakati mwingine mimi najiuliza kwamba sasa hii picha naweza kuipata kwa nani?
Maana kuna wakati mtu anataka sana, anasema sasa mimi nataka picha ya Mungu sasa niipate. Na wakati mwingine nataka labda nijifunze basi kuhusu na picha ya Mungu. Mtu anaweza kuipata kwa nani au anaweza kujifunza kwa nani kuhusiana na picha ya Mungu iliyo wazi? Asante mwalimu. Kwanza nimtie moyo tu ndugu msikilizaji kwamba pili aya ya 4 maandiko matakatifu yanasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. 5, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Kwa hiyo tunapozungumzia picha halisi ya Kristo, picha halisi ya Mungu iko katika mwanaye Yesu Kristo. Na kupitia tabia yake ya upendo ameidhihirisha picha halisi ya nani? Picha halisi ya Mungu. Ukweli ni kwamba alikufa kwa ajili yetu, ametupenda, lakini sio tu hivyo, alijinyenyekeza alipokuja katika ulimwengu huu. Zaidi ya mwanadamu yeyote ambaye anaweza akajinyenyekeza, lakini lengo tu atimize kusudi la Mungu Baba la kutuokoa. Kwa hiyo ni picha halisi ya Mungu na hakika ndiye Mungu. Asante sana kwamba Yesu kwa kujitoa kwake na kushuka kutoka kuwa Mungu akashuka mpaka sehemu ambayo mwanadamu yupo ambaye anateseka dhambini na akakubali kufa msalabani. Yaani Mungu kakubali kufa msalabani. Hakika ni jambo ambalo pia linashangaza sana, lakini pia ni jambo la kujifunza kwamba Mungu ana upendo ambao hauelezeki. Maana kama wewe hapo ulipo, labda wewe ni bosi katika kampuni lako, halafu kesho mtu anakuja kukwambia uvae makopo au uanze kuokota makopo, au nguo zako ambazo ni nzuri uvae nguo ambazo zimechakaa kama za watoto yatima mitaani au machokola, halafu utembee nazo, utakubali? Sio rahisi. Kwa hiyo ni kwamba Mungu ni wa upendo. Yeye ndiye ambaye alikuja kaishi kutoka kuwa kwenye utukufu. Achana utukufu wako ulionao wa kiubosi ambao hakika ni kwamba kwa Mungu ni kitu ambacho kwake sio kitu. Ni yeye sasa katika utukufu wake aliwacha akaja kutuchukua sisi ambao tulikuwa katika hali ambayo unaona kabisa katika hali ya chini sana, akatuokoa na kutupeleka hali ya juu sana. Na kumbuka kwamba tangu mwanzo wa wazazi wetu wa kwanza, shetani amekusudia kupotoa tabia ya Mungu. Na shetani aliwaongoza wazazi wetu wa kwanza pia kutilia shaka juu ya tabia ya Mungu. Na wao tangu kipindi hicho na wao pia wakaanguka katika namna na katika hila hizo. Katika juma hili tutagusia tu kwa uchache na kwa juu kuhusiana na Mungu, lakini mambo ambayo ya upendo wa Mungu, mambo ambayo yameelezewa ni mambo mengi sana na ni mambo makubwa sana. Nikukaribisha katika juma hili uendelee kufuatilia, endelea kusoma, uendelee kujifunza ili uweze kupata maarifa zaidi. Kumbuka kwamba Mungu yeye anatupenda na Mungu yeye alimtoa mwanae wa pekee akafa kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo wewe kutenga muda kwa ajili ya kusoma neno la Mungu, kutenga muda kwa ajili ya kujifunza ukuu wake ni jambo la busara zaidi kuliko yeye. Ni jambo la busara zaidi kwa sababu yeye alimtoa mwanawe wa pekee akafa msalabani. Bwana akubariki sana. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa pamoja nasi kwa ajili ya masomo mbalimbali na vipindi vingine ambavyo vitakuwa vinaendelea. Kabla hatujamaliza, tutasoma kitabu cha Yohana 17 na mstari wa 3. Ukipata muda soma sura nzima. Mwalimu Anoida atatusomea katika kitabu cha Yohana 17 na mstari wa 3. Karibu. Asante mwalimu. Yohana 17 mstari wa 3 inasema, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Asante sana. Uzima wa milele ni kumjua Mungu na kumjua Kristo ambaye Mungu alimtuma na akamtoa kwa ajili ya kufa msalabani. Uzima wa pekee ni kumjua Mungu. Jitahidi sana kumjua kwa kusoma Biblia na kusoma na kujifunza maisha ya Kristo. Tunafikia mwisho katika kipindi hiki. Nikukaribishe uendelee kuambatana pamoja nasi hata kwa masomo mengine ambayo yanakuja. Nimkaribishe Mwalimu Godi atupatie ombi kwa ajili ya kuhitimisha. Karibu. Tuombe. Asante Yesu kwa upendo wako. Asante kwa ajili ya somo hili zuri ulilotupatia.
umetuambia ya kuwa kukufahamu wewe na kukujua wewe kupitia Yesu Kristo ndiye uzima wa milele. Ninakuomba utusaidie ndugu walimu, ninakuomba wasaidie ndugu wasikilizaji kukufahamu na kukujua wewe. Kwa jina lako Yesu Kristo, amen. Bwana bariki. Ulikuwa nami mwenyekiti wa siku ya leo ambaye ni Furaha Masara. Nikukaribisha tena kwa siku nyingine. Uwe na wakati mwema.